Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 28. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye akaunti ya TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Tujikumbushe sehemu ya 27 tulipoishia katika simulizi yetu hii. Tuliishia sehemu ambapo tulimuona Mzee Masunga akiwa amewakusanya wajukuu zake Clara pamoja na Sijaona pamoja na muhusika ambaye ni binti Sikununu, amewaweka pamoja na kuanza kuwahoji baada ya kuwa amepata taarifa kwamba Sikununu ameweza kupatikana na pia wamechelewa kutoka eneo la tukio ambapo walipokuwa wamesema kwamba wameenda sokoni. Lakini cha kuja kushangaa kaona wamechelewa, lakini pia za chini chini akawa amepata taarifa kwamba Mzee Fares ametozwa fine. Kwa hiyo akaamua kuwakusanya na kuanza kuwahoji Clara pamoja na Sijaona kama endapo watakuwa wametoa taarifa zozote za kuhusu kupatikana kwa Sikununu. Lakini Sikununu tulimuona akaanza kuwatetea kwamba wakati wanatoka hapo nyumbani wanaelekea sokoni. Sasa wakati wameenda na kisha wakaanza kurudi sasa, huku wameshanunua bidhaa zote zinazotakiwa. Njiani humo kuna eneo ambalo walikuwa wakienda, wakipita njiani tu pale tayari mwisho wa siku walionekana Sijaona, Clara pamoja na Sikununu walionekana wakiwa wanakuja eneo hilo. Maanake nia yao walikuwa wanataka wapitilize ili waweze kurudi nyumbani, lakini isivyo bahati, manake alipopiga jicho hivi akamuona baba yake, akaona hakuna uwezo wa kuweza kupitiliza pasina kumuona baba yake, yani Sikununu huyo. Sasa hapo ndipo ambapo alipoanza kuonekana, kwa sababu wao ndo walikuwa wanataka Mzee Bareke pamoja na Tobias Mavugwe wafungue kesi ya unyanyasaji wa kijinsia. Sasa wamekuja wamemuona yule mhusika ambaye walikuwa wanamtafuta, kwa hiyo asingeweza kuwakimbia. Kwa hiyo alimueleza kila kitu ambacho kilichokuwa kinatakiwa. Hatimaye Mzee Masunga tulimuona akiwa ameelewa juu ya mambo hayo. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 28 tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kilitokea. Baada ya kutoka hapo, Mzee Masunga alimwambia Sikununu kwamba kama endapo anahitaji kuendelea kukaa hapo aendelee kukaa kabisa
hasina shida ya aina yeyote, na amefanya vizuri kuwaambia wazazi wake kwamba wamwache aendelee kuwepo mjini, kwa sababu si vyema kutoka hapo na kuelekea kijijini, kwa sababu inawezekana hapo mjini akaja kupata mchongo mzuri sana wa kazi ambayo itakayokuwa inamuingizia pesa ndefu kuliko hata hizo ambazo mzee wake ameenda nazo. Lakini pia inatakiwa uzoee huo mji wa Mzayuni, inatakiwa uzoee, kwa sababu pengine huko mbele kuna biashara anaweza kaifungua ambayo itakayokuwa inamhitaji yeye kupafahamu hapo Mzayuni vizuri. Wale wanaochuuza mahindi, wale wanaochuuza bidhaa mbalimbali kutoka nje ya huo mji, manake kule vijijini anaweza kawafahamu, akawa naenda kule kijijini na kuwaletea bidhaa mbalimbali ambazo zinalimwa huko kama viazi, mihogo, mahindi, maharagwe na mambo mengine kibao. Kwa hiyo kama anahitaji kuendelea kukaa hapo, aendelee kukaa. Na pia hata Bi Ostina alipendezwa sana na hilo jambo ambalo mzee Masunga alilolizungumza, akiwa anamwambia huyu binti wa kuitwa Sikununu ambaye alipata matatizo na akamuokota katika hali isiyo nzuri. Sikununu alikubali, lakini alisema muda wowote ule anaweza katoka hapo na kuelekea eneo la kutafuta kazi. Kwa hiyo kama endapo wako tayari kumruhusu aweze kwenda kutafuta kazi, basi anawaomba ruksa yao ili aweze kutafuta kazi. Lakini mzee Masunga alikubaliana na swala hilo kwa sababu hakuweza kumkatalia. Alimwambia afanye chochote kile ambacho atakachojihisi yeye kinampa amani, hawezi kumbania. Hata kama atapata mchumba hapo mjini akitaka kuolewa, amshirikishe tu, manake yeye ndiye baba yake wa hapo mjini. Akiachana na baba mzazi wa kule kijijini, basi huyo ndiyo baba yake wa hapo mjini. Basi Sikununu alikubali na hatimaye maisha yakasonga. Kesho yake Sikununu yeye mwenyewe alitoka hapo kwa mzee Masunga, ambapo Clara pamoja na Sijaona walikuwa wameenda chuo. Yeye alitoka hapo akamuaga Bi Ostina na kumwambia kwamba anaenda kuendelea kushughulikia kutafuta kazi, aone kama ana uwezo wa kupata sehemu ambapo anaweza kuajiriwa. Na wakati anatembea na kuja kuelekea huku mtaa kwa Fares, akiwa bado yupo njiani, moja kwa moja akakutana na Leonard. Leonard alianza kushangaa kweli kweli. Alianza kumhoji na mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: wewe, mimi niliona kabisa ndugu yako akiwa amekuja kwangu na akakuleta wewe, akaniambia kwamba unatafuta kazi, na nikakubali, nikakusaini, na nadhani unakumbuka. Lakini sasa hivi mke wangu anaendelea kuhangaika na mimba yake, lakini wewe haujatokea katika kazi, na niliona vyombo vya habari mbalimbali vikiwa vinaendelea kukutafuta. Sasa sikujua kwamba ulikuwa wapi. Kakaangu, ni stori ndefu. Nikiamua eti nianze kukusimulia yaliyonikuta mpaka hapa nilipofika, unaweza
aidha unionee huruma au unicheke. Ni matatizo makubwa sana ambayo nilikumbana nayo. Kwa hiyo ndio maana sikuweza kuja. Nilikutana na Zatiti. Nilikutana na Zatiti hapo kabisa mtaa wa Fares, pale kwenye duka lake la mzee Fares pale. Nilikutana naye nikaanza kumlaumu kwa nini aliniletea binti wa kazi alafu nikamsajili kila kitu, lakini hakuwa na uwezo tena wa kuja kufanya kazi. Sasa hapo kidogo iliniuma na nilimlaumu sana. Nikawa ninawaza ni lini ambapo nitakapoweza kukutana na wewe, lakini Mungu si Asumani, nimekuona hivi. Ngoja nikuulize jambo. Hivi wewe ni mdogo wake kweli na Fares, au ni marafiki tu mnafahamiana lakini sio mdogo wake? Mimi ni mdogo wake kabisa. Sema tunatoka kwa mababa tofauti. Lakini mama ni mmoja. Kwa hiyo tunatoka tumbo moja lakini mababa ni tofauti. Sasa mbona Fares ana kama roho mbaya fulani? Kwa sababu baada ya kunikuta niko pale kwake alinifukuza tu, pasina hata kunihurumia, pasina hata kufanyaje. Yani Zatiti alimueleza kwamba mimi ni nani yake, nipo kama ndugu yake, lakini hakuweza kusikiliza na akanifukuza. Au na wewe utanifanyia hivyo? Nikufanyie hivyo wakati tayari nimesha kusaini kwenye kazi yako? Wewe niambie ni lini ambapo utakapoanza kazi ili niweze kujua. Mimi nimeshawaambia wenyeji wangu walionipokea baada ya mzee Fares kunifukuza. Wamenikubalia niende nikatafute kazi. Sasa ni uzuri zaidi tumekutana mimi na wewe ili nikaanze kazi. Kiwezekana twende hata sasa hivi nikaanze kazi. Jioni nitakuja kuchukua nguo zangu na kuaga mashoga zangu. Kwani ulikuwa unaishi wapi kabisa ili niweze kujua? Utapajua tu kama endapo utakuwa na moyo mzuri. Nitakuelezea baadaye sana ukiwa na moyo mzuri, kwa sababu nikikuelezea sasa hivi ukaja kunigeukia itakuwa ni vyepesi zaidi. Hata kama nikikutoroka nikaondoka, unaweza ukawaambia watu sehemu nilipo. Sasa utapajua tu baadaye. Na hata mzee Fares sikutaka apajue sehemu ambapo ninaishi. Mpaka leo hajawahi kujua kwamba Siku Nunu wakati anaondoka alienda kuishi wapi. We ni mkali kwa kweli. Sawa, kwa vile unapenda sana kujilinda, basi twende. Haya, twende. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja Siku Nunu aliambatana pamoja na Bwana Leonard. Akaenda moja kwa moja na kufika kwa Bwana Leonard, akamkuta kweli mke wake ambaye ni mjamzito yuko pale,
na Bwana Leonard alimtambulisha kwa mke wake Sikununu kwamba huyo ndiye mke wake, lakini pia na mke wa Leonard naye akatambulishwa kwa Sikununu kwamba huyo ndo mfanyakazi ambaye niliyekuwa nimemsajili muda mrefu lakini hakuweza kutokea, lakini kwa leo tumeweza kukutana. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 28 ya simulizi hii Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa akaunti ya TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow, lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumemuona Mzee Masunga amemwambia binti huyu wa kuitwa Sikununu kwamba aendelee kuishi hapo, na pia chochote kile anachotaka kukifanya hapo mjini afanye tu, lakini awe anarudi na kumsalimia, yani apaone ni kama nyumbani, yani huyo ndo amegeuka mzazi wake wa hapo mjini, akiachana na baba mzazi ambaye yupo kijijini. Je, ni kweli ataendelea kuwa baba yake mlezi wa hapo mjini? Na pia tumemuona Bwana Leonard ameongea na Sikununu akiwa njiani, akiwa naelekea kwa mtaa wa Fares, lakini kabla hajafika wakakutana na Bwana Leonard humo katikati ya njia, na wamezungumza mazungumzo yao ya kutosha kabisa, na hatimaye Sikununu ameamua kwenda kufanya kazi kwa Bwana Leonard. Amefika na kutambulishwa kwa mke wake Leonard. Binti huyo ambaye ana ujauzito anaitwa Lucia. Sasa Lucia amemfahamu Sikununu kama mfanyakazi ambaye aliyeletwa na mume wake Leonard. Sasa je, unahisi Lucia ataweza kukaa na Sikununu vizuri? Na je, Sikununu kazi atakazozifanya, atafanya kazi vizuri kwa Lucia? Yote haya huenda tukayapata sehemu nyingine zinazofuata. Bado naendelea kukusisitiza, chupa na mfuniko, chanda na pete. Hakikisha hautoki kabisa kando ya mitandao yako hii, akaunti ya TikTok na YouTube channel yetu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ni kuage niseme kwa heri. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.